Kama ambavyo ilivyotarajiwa kutokea leo jijini Arusha, tukio hili la aina yake na mkusanyiko huu wa kihistoria haujawahi kutokea jijini humu tangu wana Arusha waanze kuhudhuria mikutano, ambapo maelfu ya wakazi wa jiji la Arusha wanajitokeza kwa wingi kusikiliza sera za mgombea urais wa Chadema Edward Lowassa na viongozi mbalimbali wa Ukawa, licha ya mvua kubwa iliyokuwa ikinyesha. Hakuna urithi mkubwa kama elimu. Elimu itakuwa bora kutoka kindergarten mpaka chuo kikuu na itagharamiwa na serikali. Wako watu wananiuliza kutana kwa Kebei, mtoto wa Bela. Mimi nawaambia hela zimejaa tele nchi. Angalieni mashangigi ya serikali, mashangigi yale. Bilioni 291. Tutakuwa sasa za shule. Tunayo rasilimali nyingi sana za kutosha kuwafundisha watoto wetu badala ya kuumiza wazazi. Mipango ya kuchakachua kura imeanza kuratibiwa, na ninakuomba sana na mwenyekiti mmoja asikie, amwambie Mheshimiwa Jaji Lubuva mpango wa kuchelewesha kuleta vifaa kwenye majimbo na mikoa ambao unakubalika inaweza ikaingiza taifa kwenye hatari kubwa. Katika mkutano huo mgeni rasmi alikuwa Mzee Kingunge Ngombale Mwiru, ambaye akihutubia maelfu ya wakazi hao aliwataka wana Arusha na Watanzania kwa ujumla kukipumzisha Chama cha Mapinduzi kutokana na kushindwa kuinua uchumi wa Tanzania ambao wamesema umeganda licha ya idadi ya watu kuongezeka tangu nchi. Lowassa, mimi ni mtu wa mabadiliko. Nimeshiriki katika kuleta mabadiliko na naamini kwa dhati ya moyo wangu kwamba kwa sasa mabadiliko katika Tanzania ni lazima. Kumekuwa na dalili zote kwamba CCM baada ya kuwa madarakani kwa zaidi ya nusu karne imeishiwa pumzi. Kabla ya kufika katika viwanja vya shule ya msingi Sinoni, msafara wa Edward Lowassa ulianzia uwanja wa ndege wa Arusha, ambapo wapenzi wa mgombea huyo